Niwakumbushe au niwape wasia Waislamu kwamba mwezi wa Ramadhani makumi yake yote matatu, na sasa hivi tuko katika 10 la mwisho, tunaendea kumaliza Ramadhani na kuingia katika kushereheka juu ya mfungo wa Ramadhani kwa kuswali sala ya Eid. Niwakumbushe kwamba kipindi chote ilikuwa tunajifunza mambo mengi. Yani mwezi wa Ramadhani umekuja kama mwalimu au kama chuo kwa ajili ya kutufundisha mambo mengi, kutufundisha kupendana, kutufundisha ustahimilivu, kutufundisha kuamiliana wenyewe kwa wenyewe kwa wema na kuamiliana na watu wasiokuwa Waislamu vile vile. Mwezi wa Ramadhani umekuja kutufundisha upole, umetufundisha maadili kwamba watu lazima wawe na maadili, jambo ambalo sasa hivi limeingia na mchafuko mmoja mkubwa sana. Tumejijenga uchamungu katika kipindi hiki kama Mungu mwenyewe alivyosema kwamba ukifunga Mwenyezi Mungu anakupamba na uchamungu. Lakini jambo jingine la pili ni tabia nzuri. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza akasema katika mambo yaliyo bora baada ya kumcha Mungu kinachofuatia ni kujenga tabia nzuri, kujenga maadili mema. Sasa mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umekuja kuwajenga Waislamu wote kwa ujumla, mmoja mmoja, hata na wasiokuwa Waislamu ambao wanaona Waislamu wanafanya nini, bado mwezi wa Ramadhani umefanya kazi kuwajenga na kuwafundisha maadili mema. Kwa hiyo wasia wangu ni kwamba watu tukimaliza insha Allah taala funga ya mwezi wa Ramadhani, miezi 11 inayokuja baada ya mwezi wa Ramadhani, wayatumie yale mafunzo waliyopata katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana yake miezi 12, miezi 11 watu wanakula, mwezi mmoja wanajifunza mambo mbalimbali, wayatumie katika miezi 11 itakayokuja ambayo watu wanaruhusiwa kula na kunywa na kufanya matamanio yao mengine. Na lengo ya iftari hii ni maadhimisho ya miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu na kwa kazi kubwa ambazo amezifanya katika jiji letu la Dar es Salaam. Kwa tukakubaliana kama baraza la madiwani tuweze kumsupport Mheshimiwa Rais kwa kumwombea dua, lakini bahati nzuri tumeweza kuvialika vituo vya watoto yatima ambapo ndio wamefanya kazi hiyo kumwombea dua Mheshimiwa Rais. Sisi kama jiji tumefarajika zaidi ya bilioni 317 na milioni 200 ameweza kutuletea katika miradi ya maendeleo ya elimu, afya, lakini pamoja na miundombinu. Kwa hiyo sisi tukasema tufanye dua hii maalum. Kwa hiyo nimshukuru mufti wetu wa Tanzania Kakangu Abubakar Zuberi kwa kuweza kuacha mialiko yote na kusema kujumuika nasi katika dua hii muhimu sana. Lakini katika miradi ambayo aliyoileta ndani ya jiji, nichukue nafasi hii ya kumpongeza na kumshukuru sana mkurugenzi wangu wa jiji letu la Dar es Salaam, ndugu yangu Eli Ruma, kwa kweli anachapa kazi sana. Hadi hivi sasa zaidi ya mikataba 18 ameweza kuivunja na tumepata wakandarasi wapya na miradi inakimbia. Kwa hiyo tukasema kwa vile Mheshimiwa Rais ndio alileta fedha, basi ni muhimu tumuombe dua, lakini tunaliombea dua baraza lote la madiwani pamoja na mkurugenzi wetu, Mungu awape afya njema na siha njema. Kwa hiyo tukasema tujumuike nanyi jioni ya leo kwa hii iftari ambayo tumeiandaa na tunashukuru sana kwa hilo. Sasa mimi niseme hili ni jambo jema. Sisi kama Watanzania lazima tuwe na utaratibu wa kuheshimu kazi kubwa na nzuri inayofanywa na wenzetu ambao wamejitoa kwa ajili ya kutumikia. Mheshimiwa Rais amejitoa, tunaona muda wote anahangaika kutuletea maisha bora, kuondoa kero zetu. Kwa hiyo kumwombea ni wajibu wetu. Mwenyezi Mungu amkinge na shari, azidi kumpa subira, uvumilivu na hikima. Watanzania tuendelee kunufaika na utumishi wake. Lakini pia kwa sababu anayofanya Mheshimiwa Rais kutuletea neema, kutuletea maendeleo, kutuletea maisha mazuri ni sehemu ya ibada. Hata kumuombea yeye pia sisi tunaoshiriki katika kufanya dua pia tunafanya ibada. Kwa hiyo yeye anapata na sisi tunapata.